Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa Ali Mayala, ni mwandishi wa habari wa Daily News. Swali langu ni kwamba mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba ndani ya miaka mitatu kwamba wagonjwa wote wa kansa wanatibiwa hapa nchini, kwamba pengine kwa sasa hivi hali imekaaje, na pengine hiyo hatua tukiweza kuifikia ndani ya miaka mitatu tutaweza kuokoa fedha shilingi kiasi gani? Lazima tukiri kwamba wagonjwa wengi katika miaka mingi walikuwa wakienda nje kupata tiba katika sekta ya afya, na hii ilitokana na kutokuwa na vifaa vya kutosha. Si wataalamu tunao. Taifa letu limejaliwa kuwa na watu wengi waliosoma sana wako hapa nchini, na hata ukienda kwenye mataifa mengine utawakuta hawa. Elimu ni hii, kusoma ni huku, hakuna tofauti yoyote. Daktari wa India na daktari wa Tanzania ni wale. Tena utakuta wa Tanzania wamesoma sana kuliko hata wao. Hapa kuna watu wamesoma miaka 15, miaka 20, maprofesa hawa wamesoma kweli. Changamoto kubwa iliyotukuta katika kipindi cha muda mrefu ni kutokuwa na vifaa. Na sasa tumesikia pale historia namna ambavyo rais wetu alivyofanya mapinduzi haya sekta afya. Aliyafanya kwa ujanja, kwa hekima na kutanguliza taifa letu mbele, uzalendo kwa taifa hili. Na hii sisi tunasema ni mzalendo namba moja. Tulipopata fedha za uviko zilikuwa nyingi, lakini wenzetu walizitumia kwa namna wanayojua wao, wakaenda kununua wanaita nini vile vitakasa mikono. Mataifa hayo majirani ambao wakati wengine tunakuwa tunawashabikia. Wenzetu walinunua vitakasa mikono, wakanunua barakoa. Sisi tukasema fedha hizo, rais wetu akatuongoza kwamba fedha hizo ziende zikanunue vifaa ambavyo hakuna kwenye baadhi ya maeneo, ili kusaidia kupambana na hayo maradhi hayo ya uviko 19. Kwa hiyo ndio tukafanikiwa, tumenunua mitambo mingi. Madaktari hawa walikuwa wanaelezea wakati tunapita kwenye ukaguzi, wanasema hata wakati wanasoma hizo CT scan, sio MRI, walikuwa wanazisikia Aga Khan. Hakuna hospitali ya serikali iliyokuwa nazo, hakuna huko mikoani, hakuna. Leo hii uwekezaji uliofanywa na Rais Samia katika sekta ya afya, MRI unaikuta kwenye halmashauri, CT scan unaikuta kwenye halmashauri. Kwa hiyo maana yake tumekusha timia katika vifaa, na ahadi ya serikali na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 49 tumesema tutaendelea kuimarisha sekta ya afya. Kazi kubwa tulionayo sasa ni kupunguza utegemezi wa kupeleka wagonjwa India na mataifa mengine, na kazi hii tumekusha anza kuifanya. Tumeona hapa rais amenunua mtambo hapa Ocean Road saratani wenye thamani ya zaidi ya bilioni 28, mtambo wa kuzalisha nyuklia tiba tunao hapa Tanzania. Afrika Mashariki ukizunguka utakuta Tanzania. Lakini pia tuna mashine ambayo inaweza kudetect wapi kuna kansa, wapi kansa inatarajia kuanza lini, au itasambaa itakwenda wapi. Mtambo tunao, ndio huu ambao niliutolea maelekezo mara ya mwisho. Ninaipongeza management ya taasisi ya saratani. Maelekezo yangu walikwenda kuyatekeleza mara moja. Wataalamu kutoka Marekani wako, Ujerumani, Marekani wako hapa, kutoka Kenya wako hapa. Kenya au ni wapi? Kutoka Kenya pamoja na Marekani. Kenya, Marekani na Uturuki wako hapa. Maelekezo yangu niliotoa tarehe 8 mwezi wa 9 na mwezi wa 12, tarehe 8 mwezi wa 12, ya kuhakikisha mashine hiyo inafanya kazi. Wataalamu wako hapa na tayari wanaendelea kuimarisha mifumo katika mashine hiyo, pamoja na kutoa mafunzo kwa watu wetu ili mashine hiyo ianze kufanya kazi. Na ahadi ambayo wamenipa, ndani ya wiki mbili, tatu wataanza kwenye hatua za awali za mashine hiyo, na tarehe 28 Februari mashine hiyo itakuwa in full operation. Mashine hiyo ikianza, tunatarajia wageni sasa kutoka Komoro, kutoka mataifa mbalimbali atakuja hapa nchini, kwa sababu tutakuwa na mashine ambayo ukienda Afrika Mashariki na Kati unaweza usiikute, utaikuta Tanzania. Hata huko Afrika ya kusini mwa Afrika huko, labda Afrika ya Kusini peke yake, lakini mataifa mengine hawana mashine kama hiyo. Lakini Tanzania rais wetu ameweza kuinunua, na hakufanya haya kwa aina yake. Aliyafanya haya kwa sababu ametanguliza taifa letu mbele, amewatanguliza Watanzania mbele, ametanguliza usalama wa afya za Watanzania mbele. Naomba niongeze swali la sera. Kuna katika sera ya afya ya mwaka 2007 imeelekeza kuhusiana na matibabu bure kwa wajawazito na kwa tunauliza kuhusu sheria, ujio wa sheria kwa ajili ya utekelezaji wa ile sera yenyewe. Kwanza tunakwenda kwenye bima ya afya kwa wote ambayo itazinduliwa na Mheshimiwa Rais hivi karibuni.
kupitia uzinduzi huu Mheshimiwa Rais atazungumza mengi kuhusu bima ya afya, na kwa sasa hivi tunajikita katika kuhakikisha mifumo inasomana, integration ya mifumo, kwa sababu moja ya changamoto kushindwa kwa bima ya afya kwa wote katika mataifa duniani. Hata ukienda kwa wenzetu jirani hapo Kenya, ukienda Afrika Kusini, walishindwa kwa sababu mifumo kusomana, lakini pia utegemezi wa taasisi binafsi. Kama serikali tumehakikisha kwamba hili tunakwenda kuliboresha. Kwanza, kusomana kwa mifumo kutasaidia kuepusha fraud, udanganyifu katika mifumo, lakini ambayo inachangia kuhakikisha kuonyesha kwamba bima ya afya inakwenda kufeli. Mzigo kwa serikali, mzigo kwa bima ya afya. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye integration, na hili la uliolizungumza wajawazito, maana yake inakwenda sambamba na sheria ambayo tutakwenda kuhakikisha kwamba tuna implement hivi karibuni, lakini maelekezo ya Mheshimiwa Rais atakayotoa hivi karibuni tutakapokamilisha integration ya mifumo yatakutoa mwanya na kuonyesha uso sekta ya afya inakwenda wapi. Maana yake ni kwamba wapo watu ambao Mheshimiwa Rais atawabeba moja kwa moja kupitia uzinduzi atakaofanya tukikamilisha integration ya mifumo hivi karibuni, lakini pengine na hao wengine atawazungumzia kuhusu namna gani watakwenda kupata tiba bure kwa namna atakavyoona yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais inafaa. Lakini hili siwezi kulizungumza kwa kina sasa hivi kwa sababu tunasubiri maelekezo yake. Pale ambapo atakwenda kuzindua, basi tutajua kwa kina ni maeneo gani, ni watu gani ambao wanakwenda kupata msamaha katika eneo hili. Tukushukuru sana Mheshimiwa. ST Bongo, nyumbani kwanza.